Taarifa za msiba hizi zimekupata ukiwa wapi siku ya leo? Zimenipata tu nikiwa hapa nyumbani kwangu Dar es Salaam. Ndio. Na nimezipokea kwa masikitiko makubwa sana. Ndio, pole sana mheshimiwa, tunakuelewa. Pengine niseme kwa namna moja ama nyingine ulipata bahati ya kufanya kazi na Bwege japo hamkuwa katika jukwaa moja la kisiasa. Pengine unaweza kumwelezea alikuwa ni mwanasiasa wa aina gani? Kwanza niseme kitu kimoja kwamba Mheshimiwa Bwege nimekuwa naye bungeni katika kipindi cha miaka 5. Ndio. Na tumekuwa naye kwenye kambi rasmi ya upinzani, lakini sikuwahi kumfahamu kwa ukaribu sana. Ndio. Kwa sababu ya vile kwamba sio mtu ambaye nilikuwa naweza kuongea naye mara kwa mara au kuchati naye au kufanya nini. Ndio. Ni mtu ambaye nilimjua tu kama mbunge mwenzangu na nilimuona hivyo. Nimeanza kufahamiana na Bwege kwa karibu baada ya kumtembelea kwanza. Baada ya sisi kuchaguliwa ndio akawa amenipigia simu na nikaenda kumuona hospitali. Ndio. Pale Muhimbili JKCI. Ndio. Na nikapata nafasi ya kuzungumza naye kwa karibu. Ndio. Nikagundua kwamba ni mtu ambaye ni mfuatiliaji mkubwa sana wa mambo. Na baada ya hapo tukajenga urafiki wa karibu. Tangu mwaka jana mwezi wa 7 tumekuwa naye karibu sana. Ndio. Ukweli kabisa haijapita hata wiki bila kuzungumza naye. Ndio. Na ni mtu ambaye ni mwana mageuzi wa kweli. Alitamani kuona mageuzi yanatokea kwenye nchi hii. Ndio. Na aliniambia, unajua mzee Bwege ameugua sana. Alikuwa na kisukari, figo zake zilifeili. Sasa unajua katika state kama ile ambayo mtu umepata kisukari, umekatwa mguu, umefanya nini, kwa watu wengine hukata tamaa kabisa. Anaona kwamba maisha yangu sina future, hata ninachokifuatilia duniani hapa kina maana. Kwa anakuwa amesubiri tu, lakini yeye amepambana mpaka siku za mwisho. Juzi kuacha jana, ilikuwa Ijumaa. Ndio. Niliongea naye kwa simu. Alinipigia, nilikuta missed call yake, baadaye sikumpata. Na hiyo yote alikuwa anafuatilia kwa sababu kuna vijana ambao yeye wa Chadema aliwatuma kusini kule, ametengeneza network kubwa ya chama kule, kwa akawaagiza kwenda kupokea wanachama wapya wanaohama kutoka vyama vya CUF na ACT kujiunga na Chadema na wengine wapya. Ndio. Yeye akatoa gari lake, akatoa na mafuta, na tukakubaliana kwamba nitachangia pia, na mimi nilichangia. Era nyingine nilituma kwake na nyingine nikatuma kwao vijana. Ndio. Akawa anafuatilia kunikumbushia na kuniambia kinachoendelea. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa mfuatiliaji sana. Lakini pili, Bwege ni mtu amapigania sana siasa za kusini, maendeleo ya kusini, mabarabara, watu kutekwa. Kama unakumbuka wakati anachangia kuhusu watu waliotekwa na kuumizwa msikitini, he was so passionate. Ndio. Kwa hiyo kwa ukweli kabisa kwamba alikuwa mtu wa kiwango cha juu, mtu aliyejua mtu mmoja na kufuatilia mambo, na mtu ambaye hakukata tamaa mpaka mwisho wa maisha yake. Kwa hiyo tumepoteza mtu wa muhimu sana. Asante mheshimiwa. Mara ya mwisho pia tulikuwa tukimuona pia akihudhuria mahakamani wakati kesi za mwenyekiti Tundu Lissu zikiwa zinaendelea pale mahakamani. Alikuja kama si mara moja, alihudhuria siku kadhaa, na baadaye tukapata taarifa ya kwamba rasmi yeye ametimkia katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Hii pia imekaaje mheshimiwa? Ni kweli alikuja, alikuwa ameshajiunga na chama, na tulichokuwa tunasubiri kuifanya official ni kwamba Bwege kama mwanasiasa mwingine mkubwa mwenye profile ya kitaifa
Tulitaka kama chama kingekuwa hakijazuiliwa na kuletea mizengo, tulitakiwa tumpokee kwenye mkutano wa hadhara ambao watu wengi wangeshuhudia. Kwa ndio jambo hilo ambalo tulikuwa tunasubiri kwamba tutampokea kwenye mkutano wa hadhara mkubwa. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri, ndio maana timu ilikuwa on the ground, timu ilikuwa ground chini kule kuandaa mazingira ya yeye siku anapo jiunga rasmi. Tuseme alijiunga rasmi, lakini siku ambayo ni ceremonial ya kuonekana public iwe siku kubwa. Kwa hiyo ni mwanachama wetu, ni kiongozi wetu, na ni mtu ambaye ndio maana nasema katika hali kama ya kwake ile unategemea mtu anafanyiwa dialysis. Ndiyo. Kusafisha figo huwa ni maumivu na shida. Utegemei mtu wa hivyo kumuona amekuja mpaka mahakamani. Kwa courage yake ni ya ajabu sana. Na ndio maana ulisikia maneno aliyozungumza kuhusu Lissu. Alikuwa na imani kubwa sana na Mheshimiwa Lissu. Ndiyo, Mheshimiwa. Aliamini kwamba Chadema ndio chama pekee kinachoweza kuleta mageuzi ya kweli ya siasa za nchi yetu. Asante Mheshimiwa. Kwa hiyo tumempoteza mwanachadema ambaye ilitakiwa apokelewe kwa shangwe na heshima kubwa. Na heshima kubwa. Mheshimiwa, nini maneno yako? Tayari tumempoteza, tayari hatupo na Bwege tena. Maneno yako ya mwisho kwake. Tusikate tamaa, tujifunze ile spirit yake, spirit ya no retreat no surrender, spirit ya mapambano na spirit ya ushindi. Kwa hiyo hayo ndio tunaweza kusema kwa sasa. Asante Mheshimiwa, nashukuru sana. Asante.